So turudi katika Kinga cha Moto sasa. Chinga cha Moho kama kiongozi wa Tezo. Shout out kwa Tom Chengo. Watu wetu kama watu wetu ni wasanii wa Tezo. Sawa, bidii yako ni 100% ama 800%, lakini mafanikio yako watu wenye bidii na subra na imani moto wao ni kama Wagogo. Kuja hapo kwa Chibo kwamba limefanana na Chibo. Lakini ndio imenunulia magari, sasa anapanda mandege, amejenga nyumba. Labda angekuwa amefulia kama nani? Unaelewa vizuri? Nani? Kama Shabigi. Na mtu kama Madii ni mtu mwenye maadini. Unasema kwamba Fidkiwa angekuwa anafikiria vizuri, sasa angekuwa na net worth sawa sawa na ya Diamond. Nataka kueleza historia hip hop kidogo. Kisha watu kwamba wasifanye ngono zembe. Mashabiki wengi wanataka nyimbo za burudani. Nasema kazi inabidi ufanye kazi ndio iwe kazi. Na mimi na 15 years birthday kwenye industry ya music. Mmoja kati ya marapa wakali Coast ni Shibodi. Niko naye hapa, na mimi naitwa Sanga na hii ni Sumilani. Karibu Shibodi. Asante sana. Nasema kazi inabidi ufanye kazi ndio iwe kazi. Ndio poe kazi. Yaani kazi uifanyie kazi iwe kazi ndio upate kazi. Kwa nini kazi ni nyingi hapo kwenye statement? Kazi unavyoamua kwamba unafanya muziki, si muziki wako ni biashara. Ndio. So muziki kuimba na kurekodi sio kazi. Kazi ni uifanyie kazi. Kuifanyia kazi hiyo, kazi ya pili ni kwamba uipromote zaidi, iweze kuonekana, ipate influence kubwa, ndio upate hiyo kazi sasa. Yaani uitwe kwa upate gigs na mashows. So kazi ni uifanyie kazi iwe kazi ndio poe kazi. So hizo kazi ni nyingi hapo, lakini ni moja. Umepiga mwaka ngapi sasa hii mwaka huu kwenye muziki? Mimi nina miaka kama 15 kwenye game na nashukuru. Hiyo ni exclusive watu waishi nao. Mimi na 15 years birthday kwenye industry ya music na najivunia kwa hilo. Kwenye hiyo miaka 15 unajivunia kuachieve nini na nini na nini na nini? Kwanza nimeanza nikiwa sina chochote. Nilikuwa sijui kuvaa, mpaka nikajua kuvaa. Nilikuwa sijajenga mpaka naishi kwa nyumba. Nilikuwa sina network nzuri mpaka sasa na network nzuri. Nilikuwa sina ajira mpaka sasa na ajira kupitia muziki. Chibodi wa sasa si sana ile Chibodi wa miaka 10 iliyopita, siku ambazo mimi nilikujua wewe 2016. Siku zile ulikuwa yani hardcore rapper, hip hop ni lifestyle, hip hop ni culture, ulikuwa unapiga utamaduni, unajua? Utamaduni sasa tumeachana nao. Utamaduni huko kwenye damu. Lakini pia wajua Sanga kitu kimoja ni kwamba in the year 2016 hapo 2015-2016 tukikutana that time nilikuwa hiyo from 2015 back to 1999. Hata kabla nianze hiyo game nataka kueleza historia hip hop kidogo watazamaji waweze kuelewa. Hip hop ni hip hop. From the year 1999 to 2015 ndio hip hop ilikuwa nasikizwa sana, na pia binafsi hip hop watu walikuwa wanataka kusikiza nyimbo zenye maadini, waweze kupata maarifa zaidi ili waweze kusonga katika maisha ya mtaani au maisha ya kawaida. Lakini sasa hivi from the year 2018 up to date ndio ni kwamba watu wanataka kusikiza muziki ya burudani, wajitolee stress kwa kichwa. Wakati ule watu wakisikiza hip hop, ndio maana ukisikiza kuna ngoma za hip hop zikichukua nafasi kubwa sana East Africa, ni kwa sababu watu walikuwa wanataka hamasisho. Watu wanataka kusikiza nyimbo zenye ujumbe, waweze kuwa na fikra, kupata ujumbe mzuri kwa hip hop ili waweze kujengwa katika muziki, waweze kusonga kama jamii na heshima pia. So hip hop ilikuwa na deliver ujumbe mzuri, kuonesha watu wanafaa kuishi vipi, kufanya nini, kwenye kuna tabia mbovu tunarekebisha kupitia muziki wa hip hop. Mashabiki wengi walikuwa wanataka hivyo. Lakini sasa hivi mashabiki wengi wanataka nyimbo za burudani ili wapoteze stress. Sio kusikiliza nyimbo za kwamba sijui fanya hivi na hivi, sijui maisha magumu, hawataki hiyo. Wanataka kusikiza nyimbo za burudani ili wajitoe stress. Ndio maana juzi nikawa napiga story na mtu kumwambia kwamba watu kwamba wasifanye ngono zembe. Ngono zembe kwa wale ambao wasojua ni kufanya ngono bila kutumia kinga. So tunakuja kuwafundisha pia lugha hapo baadaye. Ni kwamba wakati ule ilikuwa watu kuna nyimbo ilihiti kwa sababu ya kuambia watu kwamba wasifanye ngono zembe. Ndio. Ambaye ni Feruzi akatoa nyimbo ya Starehe. Hiyo nyimbo ilihiti sana. Lakini amini usiamini, ingetolewa mwaka huu 2026 hiyo nyimbo ya Feruzi Starehe singe hit. Unajua kwa sababu gani? Watu wana maisha yao, wanataka kusikia nyimbo za burudani. Sio kuambia sijui kuna magonjwa ni hawataki hiyo. Hawataki. Unaelewa vizuri? Yeah, so nimeongea sana lakini nimeongea vya maana. Next question. Kuna mahali ambapo niliona anaitwa nani? Anaitwa bwana msahau huyu jamaa. Yule kinara wa TikTok Connection anaitwa nani? Msanii. Madi, yes. Madi Ali. Niliona Madi Ali mahali amesema mimi imebidi nimwambie Dogo Janja aache na kurap
asing siku hizi, kwa sababu sasa hivi unaona sasa hii style yake ya muziki hii ya kusing, hiyo ndio imenunulia magari, sasa anapanda mandege, amejenga nyumba. Kule kurap kule kidogo alikuwa anakomaa ndio, lakini hakuwa na manufaa sana. Ibidi pia wewe uhame kwa sababu ya manufaa. Hawajua kitu ambacho aliongea Madi kwa wasanii ambao hawajajijenga kufanya hip hop ile ngumu, inakupea muda mrefu kuweza kufikia mafanikio ama kufikia yale matunda ambayo yanahitajika kwenye muziki. Lakini kufanya muziki ya kuimba, watu wengi wana connect sana kwenye muziki ya kuimba kuliko hip hop. Na mtu kama Madi ni mtu mwenye maadini, mtu ambaye mpaka Babu Tale mbunge yule, mtu kama waziri yule, naibu wa waziri anaitwa Mwanaifei yule kama sikosei, waziri wa sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma, yule msanii bado anamsikilizaga Madi kwa ushauri katika hata vikao vyao vya bunge na swala la maendeleo. Ni kwamba kifikra yuko sawa. Kwa sababu katika maadili ambao amesomea katika muziki aliofanya wa hip hop, hata akisema hip hop hayuzi, lakini kupitia hiyo hip hop ndio imemfanya paka amepata heshima katika industry ya music. Paki na Mwanaifei na kina Babu Tale wanamwalika kwenye vikao vya kuweza kujenga sanaa inaenda vipi. So muziki kama muziki wa hip hop hawezi kukuletea mafanikio, lakini kupitia muziki wa hip hop ambao unaofanya na katika ile misingi ambayo uko nayo na kuwa na smart katika akili, inaweza kukualisha kwenye vikao vikubwa vya viongozi ama katika mashirika ili uweze kuteana maoni yako kama kiongozi. Unasema kwamba Fid Q angekuwa anafikiria vizuri sasa angekuwa na network sawa sawa na Diamond? Si sema sawa na Diamond. Ni kwamba unajua kila mmoja ana sekta yake ya muziki. Kuna mahali jamaa amezubaa kidogo. Labda ingekuwa Madi labda angeanza kuimba wakati huo, labda saizi angekuwa labda amefulia kama Zed Anton. You never know. But kwa sababu kwenye hip hop bado yupo. Napenda. So hawezi lazimisha mtu kwamba lazima angefuata hivi Fid Q ndo aweze kusikika. Hapana. Ama useme labda Kalamoto angekuwa anafanya kuimba labda angekuwa yuko mbali. Labda angekuwa amefulia kama nani? Unaelewa vizuri? Kama Shabigi. So inafaa mwisho wa siku iweze kama mtu anaimba aimbe, kama ana rap rap. Shabigi amefulia. Yani Kalamoto angekuwa amesema labda ngoje naimba star rap. Labda angekuwa amefulia kama Shabigi. Kwa sababu pale alipokuwa Shabigi mwanzo na sasa hivi ni tofauti. Unaelewa vizuri? So mwisho wa siku muziki hawezi kulazimisha mtu kwamba fanya muziki fulani fanya cha msingi. Kalamoto anafanya hip hop na muziki wake hausikizi sana, lakini kwenye vikao vikubwa vya viongozi na mashirika wanamwita kwa sababu anajua yuko smart katika akili. Sawa. Kitu ambacho kinanimpress sana katika career yako ya muziki wewe, ndugu yangu, my brother, ni hii bidii. Hii bidii ambayo haikwami. Vitu ambavyo vimekuwa consistent sana kabisa kwenye maisha yako ambao mimi nimenotice ni kwamba wewe umekuwa ukitia bidii 100% since day one mpaka sasa hivi tunavyoongea. Wajua pia kuna, lakini sasa ile bidii kubwa unaweka, mimi yani nikipiga hesabu na yale mafanikio ambayo yanakuja, sisemi kwamba unafeli, lakini hayako sawa sawa. Bidii yako ni 100% ama 800%, lakini mafanikio yako ni kama yanakutiza, kama yanakuja hivi kama wajua kitu kimoja pia tuongee na pia hapo. Okay, nakuja hapo. Progress ipo, lakini sasa ile bidii yani swali lako nishaelewa. I wish ingekuwa yani vinaendana. Swali lako nishakuelewa. Unajua riziki anagawa Mungu. Ndio. Shaelewa vizuri? Yes. Bidii na sala na riziki anagawa Mungu. Wakati wa Mungu ukifika, yale matunda ambayo unahitaji utayapata. Alafu pia katika watu wenye bidii na subra na imani, moto wao ni kama wagogo. Ni kwamba unawaka polepole kwa muda mrefu. Lakini hawa wengine ni chenze, wanamba ni chenze. Si shera shonye ama jiriama. Wanamba ni chenze ama gazeti. Ni kwamba ni moto tunawaka kizima. Kwamba amekuja ameonekana saizi hayuko. But ule moto wa gogo ni kwamba unadumu kwa sababu ya kwamba afadhali upate kidogo kidogo lakini sana kuliko upate nyingi alafu baadaye upotee. Okay. So mimi naamini katika licha kwamba nimefanya music for a very long time, yale mafanikio watu labda wanasema kwamba sio makubwa sana, lakini kupitia muziki ndio nimefanya naishi. So kile kidogo ndo fungu ambalo ninalipata kila wakati na Mwenyezi Mungu anagawa riziki. Haya, kitu kingine ambacho pia mimi kimenifanya nimefikiria sana kuhusu wewe ni jina lako. Sehemu ya kwanza ni Chibo, sehemu ya pili ni D. Halafu tena uli drop pande nyingine pale mwisho. Kinga cha moto. Sawa. Na nilikuja wakati fulani nikiwa peke yangu hivi nikaliwaza ile jina. Unaona? Una sababu zako za kujita hivyo. Sawa. Lakini mimi mbona naona kama kila kitu kimetoka mahali. Ngoja kwanza kabla hujanikatisha acha nimalize. Chibo kuna Chibu. Unaona kama umeitoa pale. Sawa. Ile D Chibudenga. Unaona? Kinga cha moto kuna Kala moto.
mbona hili jina ni kama haliko kivyako like limetoka kwa umelichukua hivi ukaliunganya kwa watu ambao tayari washa make it kwenye. Okay, sawa. Mimi labda huwezi elewa. Okay, nakuja hapo kwa Chibo. Kwamba limefanana na Chibo. Lakini amini usiamini, Nasibu Abdul akianza muziki alikuwa akiita Diamond Platnumz. Lakini wakati akaanza kumake vihela ama pesa akajifananisha na wale tajiri wa kule Nigeria, Chibu Dangote. Na ile wakati akijifananisha na Chibu mpaka watu wakamwita Chibu Dangote ni in the year 2018. So way back mimi hata nikiwa shule nilikuwa naitwa Chibo kwa sababu kama familia wa Zaka, naongelea kuhusu Wachoni wa Zaka, wako na Chibo, Munga na kina majina mengine. So katika Chibo ni jina la ukoo. Unaelewa vizuri? So Chibo imekuwekwa hata kabla Diamond azaliwe kwa sababu ni jina la ukoo. Tuje hapo kwanza. Chibo amejipatia 2018 wakati mimi naitoka hali Chibo. Kwa watu waelewe kwamba Chibu Dangote ni yule Mnigeria. Diamond alivyoanza kumake hela akajifanisha yule tajiri in the year 2018. Sijui unaelewa vizuri. Chibo ilikuwa inexist tayari. Wakati wetu tunajuana, tukijuana mimi na wewe ulikuwa unajua kama Chibo. Ni kweli si kweli? Kwa sababu ni jina la ukoo. Baadaye ndio kaja Diamond akaeka ya Chibu. Kinga cha moto 2018. Unaelewa vizuri? So turudi katika Kinga cha moto sasa. Chinga cha moho. Okay, anyway hilo jina nilijiweka Chibo D Kinga cha moto kwa sababu mimi binafsi kama rapa na appreciate sana Kala Moto Kiumbe, ni role model na pia ni mtu ambaye amenifunza vingi katika masuala ya hip hop. Mimi ndio msanii pekee ambaye nilizunguka na Kala Moto way back katika hip hop teketeke. Katika vilinge vya hip hop vijiweni watu kuchana hip hop teketeke. So the time akiwa anachana nini, mimi pia nikichana watu wakasema basi wewe unakaa Kala Moto lakini wewe ni Kinga cha moto kwa sababu ilikuwa punch zangu zina relate direct na society. So hiyo siwezi picha hilo lilitokana kwa Kala Moto kama Kinga cha moto. Lakini Chibo kama Chibo ni jina la ukoo. Leo hii Sanga kama Sanga ni jina la ukoo. Lakini mtu aseme kwamba umeita Sanga, labda msanii fulani amejiita sijui Sanga sijui na nini, waseme kwamba umeiga jina. Ni kwa sababu jina lako la Sanga kama Sanga ni jina la ukoo. So wasifananishe Chibu na Chibo kwa sababu Chibo ni mtu tofauti. Alafu ule Nasibu Abdul haitwi Chibu. Chibu ni tajiri wa nani? Wa Nigeria. Nimekupata. Watu waelewe hiyo. Ndio. Next question please. Hapo bebe point yako wazi kabisa. Point yako imefika nyumbani. Swali lingine ni kuhusiana na mchango wa mheshimiwa wenu huku Thomas Chengo kwenye muziki wako na wa timu nzima ya wasanii wa huku. Na huo ushirikiano ukoje yani? Okay, wajua ushirikiano ni mkubwa. Wajua mtu anavyopia hoja kama kiongozi wa Tezo, shout out kwa Tom Chengo. Mbali na kunisaidia kifinance katika muziki wangu personally, ananisaidia vitu vingi bado katika ushauri hata kwenye muziki. Ndio. Hata katika uandishi pia ananishauri. Kwa sababu ni kiongozi mwenye anataka watu wa grow, sio wabaki pale walipokuwa. Kwa sababu the time nikikutana na mheshimiwa Tom sikuwa hivi. So katika ushauri, bidii na pia na subra inakufanya unajua vingi na unaweza kusonga. So mbali na kwamba ananisupport kifinance, mimi kama Chibo D ananisupport katika muziki wangu, lakini bado ni mshauri wangu mkubwa katika masuala ya music na masuala mazima katika maisha halisi naoishi mimi. So ni mtu mwenye anasikiliza hoja, anaunga mkono hoja na anaongeza hoja kwenye hoja. Yaani kwamba kama umeamua kwamba labda nataka kufanya hivi, nakwambia mbona hapo usifanye hivi, ukafanya hivi na hivi na hivi. So katika mchango wa watu wetu ni kwamba watu wetu kama watu wetu ni wasanii wa Tezo. Na yeye kama kiongozi wa Tezo kwenye tunahitaji support anatupea, kwenye tunahitaji mawaidha pia anatupea. Kusudi ya kwamba tuweze kusonga pamoja kama wasanii. Yeah. Sawa.